Naitwa Inspector Francis Rugaraba Mkiombo, wilaya ya kipolisi Mbalizi, kata ya Masoko Umalira. Kimsingi tulikuwa tuna swala letu hili la ujenzi wa zahanati ambalo lilianza nyuma kidogo, lakini linakaribia kukamilika, ambayo leo ilikuwa ni siku rasmi ya kukamilisha shimo la kuchoma taka na choo kwa ajili ya kutupia kondo la mama. Kwa hiyo nimeona nishirikiane na wananchi wangu kumalizia ujenzi wa choo la kutupia kondo la mama na kujenga shimo la kuchomea taka. Kwa hiyo hii ina maana sana kwa jeshi la polisi, kwamba jeshi la polisi ni sehemu ya jamii na jamii ni sehemu ya jeshi la polisi, kwa maana ya participation na falsafa nzima, kwa kuwa karibu na wananchi kushirikiana, ili sasa ule uhalisia wa ushirikishwaji wa jamii na polisi uwepo kweli, uzae undugu, mshikamano na kushirikiana katika nyanja zote za maendeleo, za kiuchumi, kila kitu, na za kuzuia uhalifu ambao ni kutekeleza usalama. Kwa hiyo ina maana tunakuwa nyanja tofauti, sio tu kwenye usalama tu, hata mambo ya kijamii tuhusike kwa asilimia kubwa. Wananchi wa Masoko ningewataka rai kwamba wawe mabalozi wazuri wa amani, walinde amani yetu tulionayo kama mboni ya jicho, kwa sababu amani ikitoweka, amani siku zote huwa nafananisha na viungo vya mwili wa binadamu, kwa maana viungo vya mwili wa binadamu huwa vinategemea. Hivyo amani ikitoweka, hakuna kitu kitakaa mara pake, itakuwa ni taharuki tu muda wote. Kwa hiyo na hasa wananchi wa Masoko walinde amani tulionayo kama mboni ya jicho, kwa maana utulivu na usalama katika jamii unahitajika zaidi ya vile tunavyofikiria. Jina naitwa Edward Japhet Mwampamba, ni diwani wa kata ya Masoko. Yaani ni muda mrefu hatuna zahanati. Ndio wananchi wanategemea labda sasa hivi tunaweza kupata zahanati. Miujiza. Nategemea wanasubiri muujiza huu, zahanati inakueje. Pake wananchi wanapata shida sana, kama ulivyoona umbali wa kutoka Irembo mpaka hapa. Tunawabeba watu kwa machela, tunawabeba watu kwa pikipiki, wengine wanazalia njiani. Ni muda gani mmekuwa mkipata changamoto za upatikanaji wa huduma katika eneo hili? Ukweli, yani ni muda mrefu. Tangia 1993 hizi zahanati haijafunguliwa, na wananchi walitegemea kwamba hizi zahanati kipindi hicho cha mwaka 93 zahanati ingefunguliwa. Lakini wananchi wamejitolea nguvu nyingi sana, yani wana uvumilivu sana. Hivyo wanategemea kwa usimamizi wangu mimi nikiwa diwani, pengine hizi zahanati ifunguliwe ili wawe na nguvu zaidi. Na nina uhakika kama itafunguliwa watakuwa na nguvu sana, watapata mategemeo na serikali yao. Umezungumzia mwaka 1993, unamaanisha nini? Kwamba tangu kata hii ilipoundwa au tangu ilipoanza kujengwa hii zahanati? Tangu ilipoanza kujengwa hii zahanati. Kwa nini imechukua muda mrefu kiasi hicho? Ni kwamba pale nyuma palikosa uaminifu. Watendaji waliokuwa wanasimamia walikosa uaminifu. Hata serikali zilizosimamia pale nyuma zilikosa uaminifu. Wanachangisha michango inapotea. Anapokea huyu michango inapotea, hamna kinachoendelea. Lakini kwa hali hii unavyoiona ni kweli, lakini niwapongeze sana, hata kuna kundi moja la vijana waliotoka kata hii ya Masoko, wana Masoko, wana kundi lao linaitwa wana Masoko. Wamechangia sana kwenye bati, wamechangia, na kuna vifaa wamechangia sana. Ningependa hata hizi taarifa wapate taarifa kwamba na mimi natambua uwepo wao wa kuchangia michango yao. Zahanati hii kwa kweli ina muda mrefu sana. Tangia mwaka 93 ilianza kujengwa. Kipindi hicho ni kata ya Irembo. Kwa wakati huo ni kijiji. Mpaka hapo akina mama wengi wamepata shida sana kujifungua njiani, wengine mpaka kupoteza hadi maisha. Kwa hiyo mpaka hapa tulipo tunaiomba serikali itusaidie. Kama Mheshimiwa Rais anatusikiliza, Mheshimiwa mbunge anatusikia, tunaomba sana hii hali tuondokane na adha ya kwenda kutibiwa mbali. Kwa hiyo hii hali tunaomba sana popote pale alipo rais wetu, kilio chetu akina mama, tunaomba sana kwamba atusikilize na sisi tupate huduma za afya karibu. Zahanati yetu hapa ninaweza nikafurahi sana kama endapo itafunguliwa, kwa sababu imeanza muda mwingi mbara propoza hizi, na hapa tukichanga michango inaishia. Tutafurahi sana kama napo mbunge nasikia. Mheshimiwa diwani ndiye amesimamia sana hii zahanati vizuri.
tunaiona na mwenyekiti wetu wa kijiji ameisimamia vizuri sana. Kama patali shida atatusikia, kama rais wetu atatusikia. Zahanati yetu tunaomba tu kwamba ifunguliwe. Nashukuru sana kuwa mzee. Hii hospitali hii tulianza 73 kujenga hii. Sasa nimezeeka kuwa mkongwe, naona haifunguliwi. Sijui serikali nafikiria. Hii zahanati ilianza kujengwa mwaka 93 nikiwa na miaka 15. Na hapa nipo nina umri wa miaka 48. Ni miaka 33 imepita. Na kama mwenyekiti wa kitongoji kwa sasa tunapata shida kuwachangisha wananchi michango mpaka kutoa sini na kwanza kwamba hii zahanati inaenda kufunguliwa. Nawaambia zahanati inaenda kufunguliwa ndio kutoa mchango. Sasa tunatoa mchango wa mwisho. Kama zahanati haitafunguliwa hatutaendelea tena kutoa mchango, na ikiwezekana kuhamisha zahanati hii jengwe uwanja mwingine, kwa maana ya kwamba kunawezekana kuna masuala ya imani yanayofanya kwamba zahanati isifunguliwe. Kwa hiyo namuomba Mheshimiwa Rais Samia Hassan Suluhu, mbunge Shida Patali na diwani wangu Edward Jafet Mwampamba kwamba hili liofikie kabisa, kwamba wananchi wamefika mwisho. Zahanati imekaa muda mrefu mno, ni miaka 33. Kwa jina naitwa Hasani Kapilima Njale, ni mwenyekiti wa kijiji cha Masoko. Hii zahanati toka ianze mwaka 1993 wakati mimi kipindi hicho na miaka 7. Mpaka leo hii wananchi wa kijiji cha Masoko hawajapata huduma ya afya, wakisafiri umbali mrefu kwenda kijiji kata ya Ilembo kwenda kupata huduma ya afya. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani ambayo ni Edward Mwampamba tumeshirikiana naye kwa shughuli za maendeleo, maana wakati tunaingia sisi madarakani hapa tumekuta hatuna milango hapa kwenye hii zahanati. Tumeshirikiana pamoja na mfuko wa jimbo, Mheshimiwa mbunge akishatusaidia tumefunga sasa hivi milango. Sasa hivi hatua tuliofikia tuko kwenye ujenzi wa vyoo pamoja na ujenzi wa kichomea taka pamoja na shimo la kutupia takataka. Ambapo kiangalia hii zahanati imejengwa kutoka awali kwa shughuli kwa mikono na nguvu za wananchi kwa michango yao binafsi. Japo kwa serikali nayo imeshaweka mkono wake, ni jambo la kushukuru, lakini tunaomba hii zahanati ifunguliwe ili wananchi wa Masoko wapate huduma, wasafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma ya afya, na kina mama wajawazito kwenda kufia njiani na kupoteza maisha kwa watoto wachanga. Kwa majina naitwa Suzana Charles Mjabuso, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Masoko. Kuhusu swala la mradi wa zahanati, tuna imani kubwa na serikali yetu mpaka hapa tulipofikia, kwamba kufikia mwezi wa 8 zahanati itakuwa imefunguliwa. Na itakapokuwa imefunguliwa itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi, kwani kimekuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi. Lakini kwa kushirikiana na Mheshimiwa diwani na ngazi ya wilaya, Dr. Mlowe na mganga mkuu wa wilaya wametupatia ushirikiano wa kutosha. Tumeshapata kibali cha kufungua zahanati yetu. Ni matarajio makubwa kabla mwezi wa 8 hujaisha zahanati itakuwa imefunguliwa.